Je, unajua siri inayoumiza kuhusu wazee wetu nchini Israel na ni jinsi gani tunavyowaacha nyuma bila kujua? Hebu fikiria maisha ambayo yamejaa busara, uzoefu na hadithi zisizohesabika, lakini sasa yamegubikwa na changamoto za kila siku zinazoweza kutuzuia hata sisi vijana. Leo tunaenda kuzungumzia kuhusu hali halisi wanayopitia wazee wetu na kwa nini kuna suluhisho la kushangaza lililo mkononi mwetu, lakini linatupita kando. Huu si mchezo wa kuigiza wala si hadithi ya kubuniwa. Ni hali halisi inayowakumba wazee wetu wapendwa, wale waliojenga taifa letu, walioleza familia zetu na ambao sasa wanahitaji msaada wetu zaidi kuliko wakati mwingine wowote. Katika video hii, tutachunguza changamoto wanazokabiliana nazo, jinsi teknolojia ya kisasa inavyoweza kutoa matumaini, na kwa nini tumekuwa tukishindwa kuwaunga mkono. Hii ni zaidi ya video tu, ni wito wa kuamka, wito wa kuchukua hatua, kwa ajili ya heshima na uhuru wa kila mzee katika nchi yetu. Wazee wetu nchini Israel wanakabiliwa na changamoto nyingi sana kila siku, ambazo mara nyingi hazionekani machoni pa. Fikiria bibi kizee anayeishi peke yake, kuta za nyumba yake zikijisikia kubwa na baridi. Upweke ni adui mkubwa anayevamia roho na kuifanya dunia ionekane nyeusi. Utengwaji wa kijamii si tu hisia, ni ukweli, wakati marafiki na familia wanapungua na mawasiliano yanapungua. Mbali na upweke, kuna changamoto za kimwili. Kila hatua inaweza kuwa maumivu, na kutembea umbali mfupi kunaweza kuwa kama kupanda mlima mrefu. Shida za kutembea au uhamaji zinawafanya wategemee wengine na kuwapokonya uhuru wao. Halafu kuna suala la dawa. Je, walikunywa dawa yao ya asubuhi? Je, ni saa ngapi ya kunywa kidonge kinachofuata? Kusahau dozi au kuchanganya ratiba za dawa kunaweza kuwa hatari sana. Na tusisahau kuhusu akili. Kupungua kwa utambuzi, kama vile kusahau vitu vidogo au hata majina ya wapendwa wao, kunaweza kuwa jambo la kutisha na lenye kufadhaisha. Haya yote yakijumuika pamoja, yanapunguza sana ubora wa maisha yao. Uhuru wao unakandamizwa, usalama wao unakuwa mashaka na ustawi wao wa jumla unadorora. Ni kama kuwa kwenye mashua inayoelea baharini bila mpiga kasia, ikielekea kusikojulikana. Lakini vipi kama ningekuambia kwamba kuna mwanga mwishoni mwa handaki? Kuna suluhisho la kiteknolojia lililoundwa mahususi kukabiliana na changamoto hizi. Tunazungumzia kuhusu roboti za tiba. Hizi si roboti za filamu za sayansi, ni vifaa mahiri vinavyoweza kubadilisha maisha ya wazee wetu. Fikiria roboti inayoweza kutoa urafiki, ikipunguza upweke kupitia mawasiliano ya maingiliano. Labda inaweza kucheza nao michezo ya akili, kutoa changamoto kwa akili zao na kusaidia kudumisha utendaji wao wa utambuzi. Inaweza kuwa mlinzi wa kimya, ikikumbusha wazee wetu kunywa dawa zao kwa wakati, ikihakikisha hawakosi dozi muhimu. Roboti hizi zinaweza kufanya zaidi ya hayo tu. Zinaweza kufuatilia ishara muhimu za afya, kama vile mapigo ya moyo na shinikizo la damu, na kutoa tahadhari endapo kutakuwa na shida. Na vipi kuhusu msaada wa kimwili? Baadhi ya roboti zinaweza kusaidia wazee kusimama au kutembea, zikitoa usaidizi unaohitajika sana na kuwarudishia uhuru wao wa kutembea. Uwezo wa roboti hizi kuboresha maisha ni mkubwa. Zinaweza kuongeza sana ubora wa maisha, zikitoa msaada muhimu unaowapa wazee wetu fursa ya kudumisha uhuru wao na kuendelea kuishi majumbani mwao kwa muda mrefu. Kwa wazee wengi, kukaa nyumbani kwao ndiyo ndoto yao. Roboti hizi zinaweza kufanya ndoto hiyo kuwa kweli, zikiwapa uhuru wa kuishi maisha yenye heshima na kujitegemea. Hata hivyo, kuna tatizo kubwa. Licha ya uwezo huu wote wa ajabu, roboti hizi za tiba mara nyingi hazifikiki kwa wengi kwa sababu ya gharama zao kubwa.
Kununua roboti moja tu kunaweza kugharimu kiasi kikubwa cha pesa, na gharama za matengenezo nazo zinaweza kuwa mzigo mkubwa. Fikiria mtu mzee anayeishi kwa pensheni ndogo, hawawezi kamwe kumudu kifaa kama hicho. Hali hii inasababisha matatizo makubwa. Inapunguza matumizi ya teknolojia hii ya ajabu kwa wale tu walio na rasilimali kubwa za kifedha. Hii inazidisha tofauti zilizopo tayari kati ya wazee wetu. Wale walio na pesa wanapata huduma bora na maisha bora, huku wale wasio na pesa wakiachwa nyuma, wakivumilia mateso peke yao. Hili si sawa na halifai. Matokeo ya kutofikiwa kwa roboti hizi ni mabaya. Huduma bora zinakosekana kwa wale wanaohitaji zaidi. Ubora wa maisha unashuka kwa wazee wetu walio hatarini, na mzigo kwa mifumo yetu ya msaada, kama vile familia na vituo vya afya, unaongezeka. Fikiria familia inayojitahidi kumtunza mzazi mzee, wakati suluhisho lingine lingeweza kupunguza mzigo wao sana. Ni kama kuwa na chanzo cha maji safi mbele yako lakini huwezi kukinywa kwa sababu huna kikombe. Ni wakati wa kubadili kabisa mtazamo wetu na kuchukua hatua madhubuti. Tunahitaji kuona teknolojia hizi za kisasa, hasa roboti za tiba, kama sehemu muhimu ya huduma za afya nchini Israeli. Hii si tu kwa ajili ya ustawi wa mtu mmoja mmoja, ina manufaa makubwa kwa jamii nzima. Fikiria jinsi teknolojia hizi zinavyoweza kupunguza mzigo kwa wale wanaotoa huduma rasmi, kama vile wauguzi na wafanyakazi wa afya. Zinaweza pia kupunguza shinikizo kubwa kwa wale wanaotoa huduma zisizo rasmi, kama vile watoto na wajukuu. Hii inaweza kuwapa muda wa kupumzika na kuendelea na maisha yao, huku wakijua kuwa wapendwa wao wanatunzwa vizuri. Zaidi ya hayo, kuunganisha roboti za tiba kunaweza kupunguza gharama za afya kwa muda mrefu. Kwa kuzuia hospitalini, kupunguza safari za dharura na kukuza usimamizi wa afya kwa uangalifu zaidi, tunaweza kuokoa mamilioni ya shekeli. Ni uwekezaji unaolipa yenyewe. Ni kama kujenga barabara imara kuzuia ajali badala ya kutibu majeruhi kila siku. Tunahitaji kipaumbele cha upatikanaji na uwezo wa kumudu. Hili linaweza kufikiwa kupitia ruzuku za serikali, ushirikiano kati ya sekta ya umma na binafsi, na kuwekeza katika utafiti na maendeleo ili kupunguza gharama za uzalishaji. Pia tunahitaji mifumo bunifu ya ufadhili, labda kupitia mipango ya bima au mikopo maalum kwa ajili ya wazee wetu. Maono yetu yanapaswa kuwa jamii inayojumuisha kila mtu na yenye huruma, ambapo wazee wetu wamepewa uwezo kamili. Wanapaswa kuzeeka kwa heshima, wakiwa na usalama na uhuru. Hii si tu suala la sera, ni wajibu wetu wa kimaadili. Ni jukumu letu kama jamii kuhakikisha kwamba wale waliojitoa kwa ajili yetu wanaishi maisha yenye staha hadi mwisho. Hatuwezi kuacha nyuma. Wazee wetu nchini Israel wanakabiliwa na changamoto nyingi zinazowaathiri sana. Roboti za tiba zinatoa nuru ya matumaini, zikiahidi uhuru, usalama na heshima. Lakini gharama zao zinazifanya zisifikiwe na wengi, na hivyo kuzidisha matatizo. Ni wakati wa kubadili mtazamo wetu, kuwekeza katika teknolojia hizi na kuhakikisha zinapatikana kwa kila mzee. Ni wajibu wetu wa kimaadili kuwajali wale waliotutangulia. Ikiwa unataka kujifunza zaidi kuhusu jinsi teknolojia inavyoboresha maisha ya wazee, bonyeza video inayofuata.